wa jimbo la Temeke ambao mmeitikia kwenye mkutano huu wa leo kwa wingi kuja kushuhudia tukio langu la kuchukua fomu ya kugombea ubunge katika jimbo la Temeke, na washukuruni sana. Ndugu zangu, mimi nimeamua kuomba ridhaa ya wananchi wa jimbo la Temeke ili nikawawakilishi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama mbunge wao. Na matumaini yangu makubwa ni kwamba mtanipa ushirikiano, mtanipa ridhaa na mtanipa ushirikiano ili niweze kwenda kuwawakilisha katika chombo muhimu, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukio letu la leo, ndugu zangu, ni tukio la kuchukua fomu ya kuomba ridhaa, na ni utaratibu wa kisheria. Ili uweze kupata ridhaa ni lazima upate fomu kutoka katika ofisi ya chama ambacho utaomba ridhaa ya wananchi kupitia chama hicho cha siasa. Na mimi nimechagua kupitia chama cha ACT Wazalendo. Ndugu zangu, tukio hili ni muhimu sana kwetu kwa sababu ni tukio ambalo tunajipanga kwa ajili ya jambo kubwa. Ni muhimu sana, ndugu zangu, kupeleka watu wanaofaa katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hali halisi tunaishuhudia sote jinsi nchi yetu au taifa letu linavyokwenda, lakini kwa kiasi kikubwa sababu kubwa ni misingi ya kisheria kutokuwa mizuri, na eneo ambalo sheria zinatayarishwa na kupitishwa ni katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mazingatio hayo, ni muhimu zaidi wale watu muhimu waweze kwenda kwenye chombo hiki cha maamuzi. Kwa sababu hiyo ndio maana na mimi nikaamua kwamba mwaka huu 2025 ni ombe ridhaa ya wananchi kwa ajili ya kwenda katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, uchaguzi Oktoba utafanyika, na wito wangu ni kuomba wananchi kupitia tukio hili wajitokeze kwa wingi, washiriki katika uchaguzi na watuchague wale wabunge ambao wanajua hawa watakwenda kusimamia maslahi yao katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na waomba tuwe makini sana katika swala zima la uchaguzi unaokuja. Tushiriki na tuzingatie haki zetu za msingi katika swala zima la kupiga kura. Miongoni mwa haki za msingi ni pamoja na kushiriki kulinda kura zetu ili zisiibiwe. Hili ni jambo kubwa sana, tushiriki, lakini pia vile vile tulinde kura zetu. Oktoba, piga kura! Oktoba, piga kura! Oktoba, piga kura! Kwa nini nimechagua bunge la Temeke? Nimechagua bunge la Temeke kwa sababu ni jimbo ambalo limeathirika sana, na kwa kuwa hatujaingia kwenye swala la kampeni, nafikiri tunapokwenda katika mikutano ya kampeni tutazungumza au tutapata majibu mazuri zaidi ya swali ambalo limeulizwa leo hii. Swali la pili, kwa nini ni ubunge na sio urais? Urais ni nafasi ya juu sana na ni eneo ambalo linahitaji mkakati mkubwa zaidi, na sisi tunashiriki sasa hivi katika hatua hii sasa ya kwenda kwenye hivi vyombo vya mamlaka moja kwa moja. Nafikiri kwa kuingia kwenye vyombo vya mamlaka moja kwa moja kwangu mimi itakuwa ni hatua ya mwanzo kabisa. Kwa hivyo singekuwa vizuri kaanza kufikiria hatua kubwa zaidi kabla sijaenda kwenye hatua ya msingi sana. Swala la urais ni swala la kuomba ridhaa
ya wananchi, lakini ridhaa wananchi katika nafasi kubwa ya juu. Ni vizuri zaidi ukawasaidia wananchi kwa kuonyesha ule utendaji wako, ili utakapoomba ridhaa ya juu waweze kuona kwamba una sababu za msingi za kuomba ridhaa ya juu. Kwa hivyo kimsingi ni hatua hizo ambazo au mazingatio hayo ndio maana yamepelekea nisiende kwenye urais, lakini baada yake niende kwenye ubunge. Lakini kubwa zaidi katika hili ni kwamba unapochaguliwa kwa mbunge unapata nafasi mbili. Nafasi ya kwanza unakuwa ni mwakilishi wa jimbo ambalo umegombea. Lakini nafasi ya pili unakuwa ni member wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja katika mihimili mitatu inayojenga taifa. Ni chombo kikubwa sana. Kwa bado ukiangalia kupitia kwenye jimbo linakupeleka kwenye nafasi ambayo ni muhimu, ambayo sasa hujadili masuala ya jimbo bali unajadili masuala ya kitaifa. Unajadili sera, unajadili sheria, unajadili uchumi, kila kitu kupitia kwenye chombo kile ambacho ni muhimu zaidi. Kwa hivyo bado ni nafasi kubwa pia vile vile ukizingatia, sio kwamba ni urais tu, lakini nafasi ya ubunge nayo ni nafasi kubwa vile vile kwa pale ambapo mtu unaweza kuwa unaifahamu na ukaitumia vizuri nafasi ya bunge. Kwa hivyo kwa nini ubunge, kwa nini urais? Ni kwa sababu kwanza lazima ujenge misingi ya kupelekea kuomba ile ridhaa ya juu kabla ya kufika kule juu kabisa.